Asante kwa kunipenda sehemu ya kwanza. Karibu katika simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Asante kwa kunipenda. Simulizi yenye mikasa na visa vya kusisimua. Simulizi inayoelezea nini maana upendo wa kweli. Simulizi inayotenganisha kati ya upendo wa ukweli na usaliti. Anayetusimulia simulizi hii ni kijana anayefahamika kwa jina la Godfrey Joktani, mkazi wa mkoani Tabora, katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Bachu. Godfrey anaanza kutueleza. Anasema, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 35 sasa. Nina mke mmoja anayefahamika kwa jina la Felista George, lakini pia ni baba wa watoto wawili. Lakini kabla ya kumuoa mke wangu huyu, niliwahi kupita katika mahusiano kadhaa hapo nyuma. Mahusiano ambayo yalinifanya nikate tamaa juu ya upendo, huku nikiamini kwamba katika karne hii hakuna upendo wa kweli kwa kizazi hiki. Kwani nilijaribu kuwa na wanawake tofauti tofauti ambao waliniumiza moyo wangu, walizitesa hisia zangu. Lakini wanawake hawa kwa upande mwingine naweza kusema kwamba walikuja katika maisha yangu ni kwa sababu maalum. Kwani kama wangeendelea kubaki katika maisha yangu, huenda nisingekuwa mimi leo ambaye nina furaha na amani tele katika maisha yangu. Godfrey anaendelea kutueleza. Anasema kwamba siku zote katika maisha haya tunaishi na watu wanaotuumiza, lakini hatuchoki kuwapenda. Tunawasamehe na kuishi nao kwa wema na kuamini ipo siku watakumbuka mema tuliowapa, kwa sababu binadamu hatuishi daima. Hivyo kila kitu katika maisha yako kinakuja kwa sababu, haijalishi kwa mazuri au mabaya. Na kila sekunde, kila dakika, watu unaokutana nao katika maisha yako, wote hao unakutana nao ni kwa sababu. Hivyo unapaswa kumheshimu kila mtu unayekutana naye katika maisha yako, kwa sababu hakuna mtu anayejijua dakika 2 zijazo nini kitakachotokea katika maisha yake. Hivyo basi, Godfrey, mimi ninawashukuru sana ma-ex zangu wote mliopita katika maisha yangu. Bila kujali tuliachana kwa mazuri au kwa mabaya, lakini nyinyi ndio mlikuwa daraja la kunivusha katika maisha ya mahusiano hadi kufikia hapa nilipo, kwa sababu mmenisaidia kumpata mtu sahihi katika maisha yangu. Jamani, kabla sijawaambia namna nilivyokutana na mke wangu huyu, kabla yake nilikuwa na mwanamke ambaye nilikuwa na ndoto naye. Nilikuwa na ndoto naye kubwa sana. Nilikuwa na ndoto za kuishi naye kama mume na mke. Binti yule alikuwa anafahamika kwa jina la Leila Athumani. Alikuwa ni binti mzuri kimuonekano. Kila kijana aliyekuwa anajua nini maana ya urembo wa mwanamke alitamani kuwa naye binti huyu. Hata mimi pia ni mmoja wa vijana hawa ambao nilifanikiwa kuanzisha naye mahusiano. Binti huyu alikuwa anajishughulisha na biashara ya kuuza duka la nguo. Kwa wakati huo mimi nilikuwa ni dereva bodaboda tu. Basi mahusiano yetu mimi pamoja na binti Leila yalikuwa ni mazuri sana. Tulikuwa tunaonyeshana dhahiri kwamba tunapendana hata mbele za marafiki zetu. Nilimpeleka nyumbani kwetu, wakamfahamu kwamba Leila ni mpenzi wangu na ndiye mama wa watoto wangu ajaye. Japo yeye alikuwa hataki kabisa mimi nitambulike nyumbani kwao, kwani siku zote aliniambia kwamba nyumbani kwao ni familia iliyoshika dini sana. Hivyo kama nahitaji kutambulishwa nyumbani kwao, natakiwa niende kwa utambulisho maalumu ukiwa umeambatana na barua. Kwa kuwa nilikuwa na malengo na binti huyo, sikutaka kumsumbua na nilitaka siku nikienda nyumbani kwao basi niende nikiwa nimejikamilisha kwa kuwa na chochote kitu. Kiukweli kwa wakati huo maisha yangu yalikuwa ni ya kujichanga-changa, lakini pamoja na kujichanga-changa nilihakikisha huduma zote muhimu nampatia mpenzi wangu Leila. Pale mtaani kwetu ambapo nilikuwa naishi, kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anauza duka la vifaa vya chakula na mahitaji mengine mengi muhimu ambayo yalikuwa yanahitajika majumbani. Kijana yule alikuwa akifahamika kwa jina la Dennis Athumani. Kijana huyu alikuwa na mazoea sana na mpenzi wangu Leila. Mara nyingi nilikuwa nikimkuta Leila akiwa amekaa pale dukani na yule kijana alifahamika kwa jina la Dennis Athumani. Na mara nyingi nilikuwa nikimuuliza Leila kuhusu mahusiano yao baina yake na yule kijana, lakini majibu yake ambayo alikuwa ananiambia ni kwamba yule kijana ni kaka yake binamu. Kwa kuwa nilikuwa siwafahamu ndugu zake wote, basi nilikubaliana na majibu ya mpenzi wangu Leila. Na siku zote ambazo tulikuwa katika mahusiano, mimi pamoja na Leila
nilikuwa namhudumia kwa mahitaji madogo madogo. Nilikuwa namhudumia Leila ni kwa sababu nilikuwa nahofia kwamba asije akaingiwa na tamaa au kushawishiwa na wanaume wengine kwa kumdanganya kwa kupatiwa mahitaji madogo madogo. Hivyo nilijikakamua kama mwanaume kutimiza mahitaji yake muhimu mpenzi wangu. Kuna wakati Leila alikuwa akilalamika kwamba nyumbani kwao hakuna chochote, hakuna chakula, na yeye ndio tegemezi lao kwa nyumbani kwao. Niliona sina budi kujivika majukumu ya kuisaidia familia ya Leila pale ambapo wanapata changamoto ndogo ndogo za kimaisha, hususan kwa upande wa chakula. Japo kazi yangu ilikuwa ya udereva bodaboda, lakini kwa siku nilikuwa sikosi kushika 100,000 hadi 150,000, au siku nyingine siku ikienda vibaya kwa upande wangu, basi kiwango cha chini kushika ilikuwa ni shilingi 40,000. Najua unaweza kushangaa kwa kazi hii ya bodaboda kuniingizia kipato kikubwa namna hiyo kwa siku. Kitu ambacho kilinifanya niwe nashika pesa nyingi kiasi hicho ni uaminifu mkubwa niliojiwekea kwa wateja wangu. Lakini pia nilikuwa si mtu wa kukaa kijiweni kusubiri abiria, kwani niliomba katika migahawa na mahoteli mbalimbali kuwa msambazaji wa vyakula wanavyopika kutoka mgawani na mahotelini na kuwapelekea wateja maofisini kwao na wengine majumbani. Hivyo nikajikuta sina muda wa kutulia kabisa kijiweni. Nilifanya kazi usiku na mchana. Hii yote ni kwa sababu nilikuwa na malengo makubwa sana ya kuijenga familia yangu. Nilijipa muda wa kuifanya kazi hii ya udereva bodaboda. Nilihakikisha kazi hii ninaifanya ndani ya miaka 10, lakini iwe imenipatia mtaji ya kuanzisha biashara nyingine kubwa. Malengo yangu makubwa ilikuwa ni kuanzisha duka la spare za magari. Basi wakati maisha yakiwa yanaendelea hivyo, mimi na mpenzi wangu Leila tulikuwa tunaishi kwa furaha sana. Ilikuwa nisipomuona, tusipoonana, namtembelea dukani kwake kwenda kumsalimia. Naye pia akiona ukimya kwangu, ananifuata nyumbani, ananipigia simu, atauliza hata majirani kutaka kujua hali yangu, ni kwa nini sipatikani, ni kwa nini nimekaa kimya kwa muda mrefu. Hayo ndio maisha ambayo tulikuwa tukiishi mimi pamoja na mpenzi wangu Leila. Wakati mwingine nakumbuka Leila alikuwa kama ametingwa pale dukani. Alikuwa ananiomba kwa kuniambia kwamba, mpenzi wangu Godfrey, nilikuwa naomba pale nyumbani wamenipigia simu kwamba hamna chochote cha kupika jioni. Hivyo nilikuwa naomba kama utakuwa na balance yoyote, ninunulia hata mboga na mchele, ukampe kaka Dennis, watakuja kuchukua, au ndavipitia nitapeleka nyumbani. Kwa kuwa alinihakikishia kwamba Dennis ni kaka yake, hivyo nikawa sina budi kufanya vile ambavyo alikuwa anataka. Kwa hiyo nilikuwa nafuata maagizo, si mara moja wala mara mbili. Nilikuwa nikinunua mboga, nikinunua mchele, na wakati mwingine nilikuwa nanunua katika duka hilo hilo la Dennis. Lakini baada ya kununua namwachia ili mpenzi wangu Leila akifika basi aweze kumpatia. Dennis alikuwa ananiita shemeji, hata mimi pia nilikuwa namuita shemeji. Ni kwa sababu aliniambia, Leila alimwambia kwamba awe ananiita shemeji. Hata mimi pia Leila aliniambia kwamba niwe namuita shemeji kwa sababu yule ni kaka yake. Sikujua kwamba ni kwa nini Leila aliniambia nimuite shemeji Dennis, lakini ni kwa sababu aliniambia ni kaka yake binamu. Niliona sio kesi, bado tu atabaki ni shemeji yangu. Hivyo sikutaka kufuatilia sana ni kwa nini wana ukaribu mtu na ndugu yake, wakati tayari alishaniambia kwamba Dennis ni kaka yake. Basi maisha yaliendelea. Leila hajaionyesha tofauti yoyote kwangu. Siku zote mapenzi yetu yaliendelea kushamiri. Nakumbuka kwa nyakati tofauti tukiwa tunachati, alikuwa akionyesha namna anavyonipenda, nami pia nilikuwa naonyesha namna ninavyompenda. Kiukweli Leila alikuwa ni mwanamke wa maisha yangu. Kiukweli Leila alikuwa ni mwanamke wa ndoto ya maisha yangu. Nakumbuka siku moja alinitumia ujumbe, akaniambia hello love. Nikamwambia hello Leila, mambo? Akaniambia poa. Akaniuliza vipi, bado uko kwenye mishemishe zako? Usiku saizi baby. Nikiangalia muda inanionyesha ni saa 5 kasoro. Bado unasubiria abiria? Nikamwambia no baby, mimi nipo nyumbani. Akaniambia oh wow, asante sana. Asante mpenzi wangu kwa sababu nimefika nyumbani, nimekuta tayari kaka Dennis amepeleka ule mzigo ambao ulimwachia pale dukani kwako. Aisee, sikuamini kwamba leo umepata hela nyingi nini? Yaani umetununulia kuku 2 pamoja na kilo 10 za mchele. Kweli baby? Nikamwambia ni kweli mpenzi wangu, kwa sababu leo nilipata abiria wengi sana, mbali na wale abiria wangu ambao huwa nawabeba kila siku. Hivyo nikaona sio mbaya. Ni kwa sababu ulisema nyumbani kuna changamoto ya chakula ambayo mnaipitia, nikaona sio vibaya kama
lazima nikatatua changamoto hii ndogo kadri ya uwezo wangu. Kwa hiyo nimenunua mchele kilo 10, nimenunua kuku 2, nimenunua mafuta lita 5 na niliacha pesa kidogo hapo. Niliacha shilingi 20,000 kwa ajili ya mahitaji madogo madogo. Leila akaniambia, "Wao mpenzi wangu, asante. Vyote hivyo nimevikuta. Mama yangu amenikabidhi, ameniambia kwamba ulimtuma kaka Dennis aweze kuleta." Nikamwambia, "Sawa mpenzi wangu, haina shida." Leila akaniambia, "Unajua mpenzi wangu, acha nikusumbue kwa sababu bado nakuhitaji. Acha nikukere maana bado nakupenda. Pia niruhusu nikung'ang'anie maana sitaki kukupoteza. Ukaribu wako mpenzi wangu Godfrey ndio unaoniletea amani ndani yangu. Utulivu, upole, furaha na amani zote hujaa sana ukiwa karibu nami. Ninakupenda sana mpenzi wangu Godfrey, ukizingatia unajua kunijali. Yaani chochote ambacho nitakwambia basi utafanya kila njia ili uweze kunitimizia. Hakika najivunia sana kuwa na wewe mpenzi wangu." Unajua nini Godfrey? Leila, mimi nakupenda sana, lakini kuna muda naona kama nakuzidishia majukumu mpenzi wangu. Lakini samahani, haukupaswa wewe kuihudumia familia yangu. Nikamwambia, bwana Leila, mimi ni mpenzi wako na ukizingatia ni mume wako mtarajiwa. Hivi kwa saizi najipanga ili nipate pesa, nije nitoe posa hapo nyumbani kwenu na nije kujitambulisha." Akaniambia, "Wao, sawa mpenzi wangu, haina shida. Nakupenda sana kipenzi changu." Nikamwambia, "Asante mpenzi wangu, hata mimi nakupenda pia. Yaani siko tayari kukupoteza hata siku moja. Najua niko mbali na wewe mpenzi wangu, lakini wewe ndiye mtu pekee ndani ya moyo wangu. Nakupenda sana. Yaani muda wote natamani niwe naliona tabasamu lako." Leila akaniambia, "Asante mpenzi wangu. Asante. Nafurahi kuona kwamba unanijali na unanipenda pia. Wewe ni mwanaume wa kitofauti sana. Unajua mpenzi wangu, huwa najisi vibaya kukaa mbali na wewe." Nikamwambia, "Mpenzi wangu Leila, unajua mpenzi wangu, wewe ndiye kipenzi cha moyo wangu. Wewe ndiye faraja ya moyo wangu. Wewe ndiye furaha ya moyo wangu na hisia zangu pia. Unajua kipenzi changu, umenifikisha ulimwengu ambao sikuwahi hata siku moja kufikiria. Ulimwengu ambao hata usingizini sikuwahi kujua. Ni ngumu kuelezea raha inayonifikia. Labda ndio maana walevi ni ngumu kuacha kunywa pombe. Nadhani pombe pia inawapa hisia kama hii." Leila akaniambia, "Na wewe Godfrey, una maneno wewe. Kwa nini sasa mpenzi wangu?" Nikamwambia, "Sijui tu. Yaani unajua mwanamke mzuri kama wewe, kuwa na mwanaume kama mimi ambaye ni dereva bodaboda, wakati mwingine huwa nahisi kwamba nimepata zale la mentali. Tafadhali Leila, usije ukabadilisha maamuzi yako ukanichoka, ukaniacha. Japo sina pesa, lakini hichi kidogo ambacho nakipata jaribu kulizika nacho. Nikipata furahia, nikikosa pia jutia. Unajua siku zote haziendi sawa kipenzi changu. Ukizingatia kazi hii ninayoifanya ni kazi ya barabarani mpenzi wangu. Kwa hiyo hata ukiwa unatoka, wewe unaniombea." Akasema, "Hata usijali mpenzi wangu, nakupenda sana na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu yenye kila mafanikio. Kila unalolifanya na unaloliwaza basi lifanikiwe. Natamani uje kumiliki kampuni kubwa, uje kuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Na ile ndoto yako ambayo ulisema kwamba unatamani kuja kumiliki duka la spare za magari, basi mimi nakuombea Mungu." Nikasema, "Wao, asante. Asante sana mpenzi wangu Leila." Nikamwambia, "Sasa kipenzi, unajua tukianza kuongea hatuwezi kumaliza sasa. Nahitaji nipumzike. Si unajua kesho saa 10 inatakiwa niamke nikawafuate wateja." Akaniambia, "Oh, pole baby. Najua ni namna gani ambavyo umechoka, lakini hata mimi huwa sichoki kuongea na wewe kipenzi changu. Nakupenda zaidi ya unavyofikiria. Yaani sitamani nije kukupoteza kipenzi changu. Endelea kuniahidi kwamba hautoniacha." Nikamwambia, "Hamna, siwezi kukuacha kipenzi changu. Siwezi." Leila akaniambia, "Sawa kipenzi changu." Nikamwambia, "Lakini kipenzi, kabla sijamaliza kuna kitu ambacho nataka kukuambia." Leila akaniambia, "Kitu gani tena hicho jamani Godfrey?" Nikamwambia, "Unajua Leila, kuna muda ambao najiona kama sina bahati ya kuwa na wewe, lakini nikikuona tu moyo wangu unaniambia bado nina nafasi ya kukuelezea juu ya upendo na mapenzi yangu kwako. Nakupenda sana." Leila akaniambia, "Oh, jamani Godfrey, unajua nikwambie kitu kimoja Godfrey. Katika ulimwengu Mwenyezi Mungu kaumba wengi wenye sura nzuri, wenye mvuto, wenye kupendeza. Kati ya hao wote
hakuna hata mmoja aliyenivutia machoni pangu, ila kwako wewe nina sababu ya kutamba mbele za watu na kutangaza kuwa wewe ni mtu muhimu katika maisha yangu, nikidhihirisha kuwa wewe ndiye mpenzi wangu. Kipenzi changu, niko hapa, ila kila nikifikiria juu ya swala hili la mahusiano, wewe ndiye unachukua namba moja katika akili yangu. Imani yangu ni kushukuru Mungu kuniweka karibu na wewe. I love you so much baby. Nikamwambia wow, asante sana. Okay, nikutakia usiku mwema kipenzi. Akanambia sawa, usiku mwema kwako pia. Kiukweli maisha haya ndio ambayo tulikuwa tunaishi mimi pamoja na kipenzi changu. Tulikuwa tunapeana maneno mazuri, maneno ya kufarijiana, maneno ya kupeana moyo, maneno ambayo Leila alikuwa ananipa yalizidi kunifanya mimi niendelee kupambana na kutimiza ile ndoto yangu ambayo nimeipanga siku zote. Lakini ndoto kubwa ambayo nilikuwa nimeipanga ni Leila kuja kuwa mke wangu. Lakini nakumbuka siku moja nilikuwa napeleka mahitaji kama ilivyo kawaida pale dukani kwa Dennis. Nilimpigia simu mpenzi wangu Leila kumuuliza kwamba ninapeleka mahitaji kama kawaida, lakini simu ya Leila ilikuwa busy. Nilipiga karibia nusu saa nzima, ilikuwa busy. Hivyo nikaamua tu moja kwa moja niende dukani kwa Dennis ili nikampe, ili Leila baadaye atakapomaliza kuongea na hao watu ambao anaongea nao, nitampigia simu na kumwambia kwamba nimewapelekea. Ilikuwa ni mchele, sabuni pamoja na mahitaji mengine. Basi baada ya kufika pale, nilipaki pikipiki yangu pembeni, nikawa natembea kwa mguu kidogo kidogo. Sijui hata ni kipi ambacho kilinifanya nipaki pikipiki pembeni kisha nianze kutembea kidogo kidogo kuelekea pale dukani kwa Dennis. Lakini maongezi ambayo alikuwa anaongea Dennis yalinifanya nitulie pembeni ili nisikilize vizuri. Basi Dennis alikuwa anaongea hivi, Leila bwana, unajua ni namna gani ambavyo nakupenda. Yaani nakupenda kuliko unavyofikiria. Na huyo mtu wako leo hajaleta vitu, vipi hujamwambia? Na kingine, endelea tu kumwambia kwamba awe analeta vitu hapa ili mimi pale nyumbani ijulikane kwamba ndio napeleka. Kiukweli kauli hii ilinishtua sana, lakini kwa kuwa nilikuwa sijui kwamba anaongea na Leila gani, nikawa sina mashaka, japo nilikuwa na mashaka, lakini nikawa na maswali mengi ya kujiuliza. Kuna swali lingine likaniambia, usikute huyu ni mpenzi wake Leila, lakini anawezaje Dennis kuwa mpenzi wake Leila wakati nikija hapa ananiita shemeji vizuri kabisa? Huyu ni kakake binamu. Itakuwa kuna mpenzi wake mwingine ambaye wanawasiliana anafahamika kwa jina la Leila. Wakati Dennis anaendelea kuongea, mimi nilikuwa nimesimama. Ile kugeuka tu tukagongana macho kwa macho, mimi pamoja na Dennis. Dennis akaongea, Leila, subiri, nina shemeji yangu amekuja hapa, ngoja nimsikilize. Ndio yule mpenzi wa Leila wa jina lako amefika hapa, ambaye huwa anakusimulia kila siku. Baada hapo akakata simu. Hapo moyo wangu ukashuka. Kumbe nilijifikiria vibaya. Nikamwambia vipi shemeji? Akaniambia safi shemu, vipi? Nikamwambia sawa. Akaniambia vipi, umefika muda? Nikamwambia ndio nimefika muda. Akaniambia wao, nilikuwa naongea na mpenzi wangu naye anaitwa Leila. Yaani huyo binti huwa tunaongea mambo mengi sana. Yaani hapa ningemwambia tu aendelee kuongea, yaani tungejikuta tunamaliza siku nzima kwa ajili ya kuongea tu kwenye simu. Nikamwambia hayo ndo mapenzi, inaonekana mnapendana sana. Akasema Nikamwambia sasa bwana shemeji, chukua hivi vitu utapeleka nyumbani. Lakini Leila nimempigia pia, nimeona yuko busy anaongea na simu. Kwa hiyo baadaye nikipata nafasi nitampigia, pia nisipopata nafasi utamwambia tu kwamba nilileta vitu. Naomba wasalimie baba na mama. Akasema sawa bwana shehe, asante sana. Asante sana shemeji. Lakini nyumbani wanasema utakuja lini kujitambulisha, maana ni mengi makubwa ambayo unafanya. Unasaidia sana familia yetu. Asante sana. Na mimi ningekuwa na kazi yangu, sio kazi ya kuajiliwa, na mimi ningekuwa nanunua vitu kama wewe, ningekuwa napeleka kwa mpenzi wangu Leila. Lakini kama unavyojua duka lenyewe hili nimeajiliwa tu, mshahara kwa mwezi hata utoshelezi mahitaji yenyewe. Hivyo tuvumilie tu shemeji. Nikamwambia haina shida, tunapambana tu, lakini rizika na hicho kidogo unachokipata, kwa sababu kuna watu wanatamani wasimame katika nafasi yako, hawajaipata hii nafasi. Kwa hiyo kama bosi wako amekuamini, basi fanya kazi yake kwa uaminifu, uende ukapata kitu kikubwa zaidi ya hicho ambacho unakipata sasa. Kikubwa ni uvumilivu tu bwana she. Akaniambia sawa shemeji, asante kwa ushauri wako. Hakika Leila amejipatia mwanaume mpambanaji, mwanaume mwenye hekima na busara. Nafurahi kukufahamu sana bwana shemeji. Nikamwambia sawa, asante. Basi mimi nikuache, kuna abiria amenipigia huko ananisubiri. Akaniambia sawa. Basi mimi nikatoka pale nikachukua pikipiki yangu kisha nikaondoka. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu mpya inayokwenda kwa jina la Asante kwa kunipenda. Je, ni sababu zipi ambazo zilimfanya
Godfrey kumwacha mpenzi wake Leila, mwanamke ambaye alikuwa anampenda, mwanamke ambaye alikuwa na ndoto naye kubwa za kuanzisha familia na kuijenga familia iliyo bora hapo mbeleni. Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Asante kwa kunipenda.